Filamu inaanza, tunamuona huyu binadamu mwenye rangi ya blue akiwa anakimbia. Sasa kabla sijaendelea, turudi nyuma ya story uweze kunielewa vizuri. Okay, sayansi ya movie inasema kwamba kulikuwepo na dunia mbili kwenye huu ulimwengu. Kulikuwepo na dunia wanayoishi binadamu kamili, halafu kulikuwepo na dunia ambao wanaishi binadamu ambao ni mijusi au avatar, na hiyo dunia ilikuwa inaitwa Pandora. Sasa kuna mwanasayansi mmoja aliyekuwa ni genius ambaye inasemekana ndiye aliyetengeneza hiyo dunia Pandora, na kisha akawaumba viumbe wake ambao ni binadamu mjusi na kuwaweka waishi katika dunia ya Pandora. Lakini baadaye yule aliyetengeneza ile dunia ya Pandora alifariki. Sasa kuna huyu jamaa aliyekuwa anaitwa Jack. Leo alialikwa kuja kwenye hii dunia ya Pandora, na ilikuwa ni mara ya kwanza akiwa na watu wengine kufika kwenye hii dunia. Sasa walivyofika walilazimika kuvaa maski maalum kwa ajili ya kupata hewa safi, maana katika dunia hii ya Pandora kulikuwepo na hewa tofauti na hewa inayopatikana kwenye dunia ya wanadamu. Jack baada ya kufika kwenye hii dunia alishangaa sana kuona kuna magari makubwa na roboti zilizokuwa zinaongozwa na watu kufanya kazi. Sasa soja mmoja alivyomuona Jack alishangaa na kalaumu, kwani hao jamaa wamemruhusu mtu ambaye ni mlemavu kuja katika hili eneo. Sasa huyu mwamba anaitwa Miles na ndiye kamanda mkuu katika eneo hili. Alikuwa anawaambia wanajeshi wake hawa wapya kuwa hili eneo lina viumbe wa ajabu ambao ni hatari sana. Kwa hiyo askari, mnatakiwa muda wote muwe makini. Sasa inavyoonekana kwamba hawa kwenye hii dunia wapo kimkakati na wana uadui mkubwa na wale viumbe wanaoishi kwenye hii dunia. Baada ya pale, Jack akaingia kwenye chumba cha wanayansi. Huyu daktari akamwonyesha mjusi anayefanana na yeye akiwa kwenye chemba spesheli. Jack alishangaa sana. Sasa hawa mijusi wamekloniwa kutoka katika DNA ya binadamu, kwa hiyo huyu avatar anafanana na Jack, kumaanisha kwamba DNA ya Jack ndio imetumika kumkloni huyo binadamu mjusi. Muda kidogo tunamuona huyu daktari alikuwa anaitwa Grace. Sasa Grace alikuwa anapinga kitendo cha Jack kuletwa katika eneo hili, kwani jamaa alionekana ni mdhaifu, halafu vile vile ni mlemavu. Baada ya pale, kwa hasira akamfuata huyu jamaa aliyekuwa anaitwa Paka ili kumlalamikia, lakini Paka akamwambia kuwa tunamhitaji Jack sababu kaka yake ambaye alishakufa ndiye aliyetengeneza hii Pandora, na kwa vile kaka yake alikuwa genius, basi huenda tukapata kitu kutoka kwa huyu ndugu yake, maana kumbe sio walikuwa ndugu tu, bali hawa jamaa walizaliwa mapacha na DNA zao zinafanana kasoro tu. Jack yeye alizaliwa akiwa ni mlemavu, lakini Grace bado akawa mbishi. Ila Paka akamwambia kwa msisitizo kuwa sisi lengo letu tujue siri ya haya madini yanapatikana wapi, Jack anaweza kuwa msaada kwetu. Baada ya pale, Jack akalazwa kwenye mashine maalum, lakini alikuwa na hofu sana. Baada ya pale akafunikwa, kisha ile mashine ikasogea kwenye chemba maalum. Muda kidogo Jack akapitiwa na usingizi mzito. Muda kidogo anasikia watu wakimwamsha. Kaamka sasa, kumbe ukilala kwenye ile chemba maalum ndio unaamka upande wa pili ukiwa na mwili mwingine ambao ni avatar au mjusi. Sasa Jack alivyoamka akawa anashangaa ule muonekano wake mpya, maana hakuwa hawezi kusogeza miguu, lakini anashangaa na uwezo wa kutikisa vidole vya miguu. Pale pale kama alipagawa fulani, maana haamini kuwa leo ana uwezo wa kusimama na miguu yake. Naambiwa hakutaka story wala maelekezo, akaelekea mpaka nje. Alivyotoka nje akaanza kukimbia akiwa anafurahia ule mwili wake, maana hakuamini kwamba leo ana uwezo wa kutembea. Dr. Grace akatokea pale na kumuuliza, vipi Jack, unajisikiaje? Unyama ni mwingi. Usiku ulipofika ukawa ni muda wa kulala. Baada ya Jack kulala akiwa avatar, huku upande wa pili anaamka akiwa na umbo la binadamu. Kwa hiyo inamaanisha kuwa ukilala binadamu unaamka ukiwa avatar, na ukilala avatar unaamka ukiwa binadamu. Ni noma sana. Sasa siku moja Kamanda Miles alimuita Jack Yota akiwa ofisini kwake. Baadaye Miles akamwambia Jack kwamba nimeona katika rekodi zako inaonekana unafanya vizuri sana. Nahitaji kuwa na wanajeshi kama wewe na sio kuwa na interest na mambo ya wanasayansi. Mimi nahitaji lile eneo la wale viumbe mijusi, kwa hiyo nataka uende kwenye jamii yao ujiunge na wao, alafu upeleleze mambo yao kisha uniletee habari, kwani kuna madini ambayo yana thamani kubwa na tunayahitaji kwenye eneo lao. Sasa ukifanikisha hili jambo, na kuahidi kuwa nitakutibia miguu yako na utakuwa na uwezo wa kutembea. Jack alifurahi kusikia vile akakubali. Siku iliyofuata Jack na wenzie wakiwa katika umbo la avatar walikuwa kwenye helikopta wakiwa wanaelekea msituni ambako kulikuwa na wanyama wa ajabu sana. Grace akamwelekeza Suka washushe katika eneo hilo, kisha baada ya pale akawa anachukua sample fulani kutoka kwenye ile mimea kwa ajili ya kumfanyia uchunguzi. Muda ule ule Jack alikuwa anasogea pembeni kidogo kujaribu kuangalia mimea ambayo ilimvutia. Sasa cha ajabu, alivyogusa ua moja, ghafla lile ua likajikunja na kuzama chini. Alishangaa sana, maana tena yale maua yote yakazama chini. Ghafla Jack alishangaa kumwona huyu mnyama kifaru wa msitu wa avatar akimwangalia. Ikabidi akae kwa umakini. Usimwogope, tulia hivyo hivyo hata kuzuru, Grace aliongeza. Basi Jack kwa ujasiri akamfuata yule mnyama ili kumtishia. Lakini cha ajabu, yule kifaru akatulia, mara akaanza kuogopa. Lakini alikuwa hamwogopi Jack, ila kuna mnyama alitokea nyuma ya Jack ndo alikuwa anamwogopa. Sasa Jack alivyogeuka pale pale,
Grace akamwambia Jack akimbie, maana yule alikuwa ni mnyama ambaye alikuwa ni hatari sana. Basi Jack ikabidi aanze kuchanja mbuga ili kuokoa maisha yake. Unaambiwa Jack alikimbia sana, mwisho wa siku akaruka kwenye bonde fulani, maana ilikuwa bado kidogo tu yule mnyama amtafune. Baada ya pale Jack akawa amesaidia maisha yake, lakini ikawa ndo tayari amepotezana na wale ndugu zake. Ikabidi ajiandae kwa chochote kwa kuchonga silaha, maana alikuwa hajui hata pa kuelekea, kwani alikuwa ni mgeni katika msitu huu. Sasa muda ule kwenye mti kulikuwa na bidada fulani anayeitwa Neytiri, ambaye ndo avatar halisi katika huu msitu wa dunia ya Pandora. Alikuwa kwenye mawindo yake. Sasa alivyomwona Jack pale akataka kumpiga mshale, lakini kabla hajauachia ule mshale akatokea mbegu ya mti matakatifu ikasimama juu ya mshale. Sasa ile ishara ilikuwa ina maana sana kwa Neytiri, akarudisha ule mshale wake. Sasa ulipofika usiku, Jack alikuwa na hofu kubwa sana, kwani milio ya wanyama hatari ilikuwa karibu naye. Kwa haraka akawasha moto na kuanza kuwazingua pale. Kulitokea mbwa mwitu fulani ambao ni hatari, walikuwa wanamzingira Jack kinoma pale. Jack alijitahidi sana kupambana nao, lakini ilikuwa ni kazi ngumu sana. Ghafla akatokea bidada Neytiri na kumsaidia Jack. Huyu bidada alikuwa ni noma sana. Wale mbwa walipomwona tu walikimbia. Baada ya pale, Jack akamshukuru Neytiri kwa msaada aliyompa, kisha akaanza kumfuata, lakini Neytiri akampiga mkwara. Hakutaka shobo. Alichokifanya ni kumsaidia tu, kwa hiyo apite njia yake. Lakini muda ule ule zikaonekana mbegu za mti matakatifu nyingi sana zikiwa zinauzunguka Jack mwili mwake. Jack akamuuliza Neytiri, hii ina maana gani? Neytiri akamjibu kuwa hizi ni mbegu za mti wa nafsi ambao ni mtakatifu, inaonekana zimekupenda. Baada ya pale Neytiri akamchukua Jack na kumpeleka mpaka kwenye mji wao. Walipofika tu watu wa Neytiri wakamkamata na kumpeleka mbele ya kiongozi wao. Sasa baba yake Neytiri ndo alikuwa mfalume wa hii jamii na mama yake alikuwa kiongozi wa kiroho. Mama yake akamsogelea Jack, kisha akatesti damu ya Jack na akagundua kuwa Jack amebarikiwa nafsi takatifu. Mama akamkubalia Jack. Baada ya pale Jack akaomba kujifunza tamaduni zao ili naye awe ni mmoja wao. Mama akamkubalia. Usiku ule Jack akapewa sehemu ya kulala. Sasa alivyoamka upande wa pili, wakashangaa kumwona Jack ni mzima, kwani kama kule lolote lingemkuta la kupoteza maisha yake, basi hata huku asingeamka, angekufa pia. Noma sana. Baada ya pale akawaelezea jinsi mambo yalivyotokea na hatimaye amefanikiwa kukubalika katika ule mji wa Avatar, na akaongea kuwa amekutana na mfalume wao na wakamkubalia kumfundisha tamaduni zao baada ya mama wao wa kiroho kunitambua kuwa mimi ni mtu mwema. Kila mtu alifurahi sana kusikia vile. Baada ya pale mkuu wa kitengo akamwonyesha Jack ramani fulani pale, kisha akamweleza kuwa inabidi washawishi wakupe siri ya huu mti wa siri upo wapi, kwani hapo ndo kuna hazina yetu. Jack akawaambia, sasa itakuwaje kama wakinikatalia? Kamanda Miles akamjibu kuwa tunakupatia muda wa miezi 3 ya wewe kuwajengea uaminifu, naamini mwishowe watakupa siri. Basi kila siku Jack upande wa pili alikuwa na bidada Neytiri na alikuwa akimfundisha Jack jinsi ya kumwendesha farasi, jinsi ya kukimbia kwa spidi kwenye msitu, na kila anachokifanya alikuwa analeta taarifa huku kwa wakubwa zake. Sasa siku ya leo Neytiri akamwambia Jack kwamba sasa hivi umekamilika kwa mafunzo, kwa hiyo kimebakia kitu kimoja. Lazima utafute ndege wako ambaye utaweza kumtumia kupaa naye. Neytiri akamwonyesha Jack mfano jinsi yeye anavyopaa na ndege wake yule. Jack alivutiwa sana. Sasa leo ndio ilikuwa siku ya Jack kwenda kuchagua ndege wake. Ikabidi wapande juu milimani, ambapo ndipo makazi ya ndege hawa. Ilikuwa ni hatari sana. Neytiri akamwambia kuwa yule atakaye kukataa ndio amekuchagua, kwa hiyo pambana umkamate. Jack akaanza kuvizia, maana ndege wale walikuwa ni hatari sana, kwani anatakiwa apambane amkamate mwenyewe ndio amfanye awe wake. Sasa wakapanda hadi juu zaidi. Baada ya pale Neytiri akamtia moyo Jack na kumwambia kuwa asiogope. Angalia yule ndege ambaye atataka kumshambulia ndio atakuwa amekuchagua, kwa hiyo apambane mpaka aunganishe mfumo wa ubongo wa ndege na wake ili uweze kumuongoza ndege yule. Ni noma sana aisee. Hivi kweli Jack atafanikiwa kwenye hiki kipengele? Okay, leo ningependa tuishie hapa. Tukutane tena katika wakati mwingine katika sehemu ya pili ya movie hii, na ndio tutajua mbeleni itakuwaje kwamba je, hitma ya Jack na Neytiri itaishia vipi kwenye hii dunia ya Pandora? Ni nini kitatokea baadaye? Bwana, picha ndo kwanza linaanza huko mbeleni. Kuna balaa zito. Usikose sehemu ya pili ya hii movie. Like na kisha uweke maoni yako kwenye comment hapo chini, uniambie je, umeionaje hii movie? Pia usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu hii ya Bongo Movie Recaps, na kisha washa alama ya kengele ili kuwa mwanafamilia halisi wa familia hii ya Recaps. Asante kwa kuangalia.